Tuma watu tupate wapi? Farao akawaambia, tuwapate wapi? Tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Tumpate wapi mtu kama huyu ambaye ana roho ya Mungu ndani yake? Mtu ambaye ana roho ya Jehova ndani yake, tumpate wapi katika kizazi hiki na hata kilichokuweko na kijacho? Tuwapate wapi walio na roho ya Mungu ndani yao? Tunaishi nyakati na wakati ambao watu wanaweza kujiiga tu, wanakuwa waigizaji ya kwamba wana roho ya Mungu, lakini kwa muda mfupi roho wa Bwana anatoka ndani yao. Unaweza kuona mtu amekuwa mpole, mtu mzuri, na mkasema huyu tukimpa madaraka na uongozi, ya kwamba atatuongoza vizuri, ya kwamba tutakaa mikononi salama ndani yake. Unaweza kuona wakati mwingine ni mwombezi, anatenga muda wake akiomba, lakini wakati anapoenda kwa madaraka anasahau hata nyakati za maombi, anapotelea kwa fedha na vitu vingine. Na ndiposa mwandishi anauliza jambo hili, akiwa ni yule ambaye alikuwa ni mfalme katika taifa la Wamisri, ya kwamba tumpate wapi mtu aliye na moyo wa Mungu kama mtu huyu? Natamani Jehova jioni ya leo aweke ndani yako moyo wa Mungu uliokuwa ndani ya Yusufu, maana Yusufu ni mtu ambaye tabia za moyo wa Mungu zinapatikana ndani yake. Tabia za moyo wa Mungu zinakaa ndani yake. Ni kati ya watu watakaofananishwa siku zote, ya kwamba kijana anauzwa na anapelekwa kwa nyumba nyingine, lakini moyo wa Mungu hautoki ndani yake. Kijana anapelekwa gerezani, na hata ndani ya gereza roho wa Bwana hatoki ndani yake. Ndiposa Farao anauliza swali hilo, katika kizazi hiki na kilichokuweko na kile kitakachokuja, tuwapate wapi watu walio na moyo wa Mungu walio ndani yao? Na katika habari hizo nasema hivi, jambo la kwanza, watu watakaokumbukwa na Jehova lazima tabia zao ziwe na watu walio na moyo wa Jehova, ya kwamba mawazo, ya kwamba njia zao, ya kwamba mwenendo wao, ya kwamba tabia zao sio watu wanaoiga kuwa na Mungu, bali tabia za Baba zinakaa ndani yao. Moyo wa Jehova unakaa ndani yao, tabia za kimungu zinakaa ndani yao, njia zao na mienendo yao ni mienendo za kimungu, ya kwamba sio waigizaji. Watakapopata madaraka wanaweza watesa wenzao. Hapana, watakuwa na ule moyo wa kwanza, moyo wa kimungu ndani yao. Sio watu vigeugeu, leo ni wazuri, kesho wamebadilika. Hapana, ni watu walio na moyo wa Baba ndani yao. Natangaza siku ya pili katika ibada hii, pokeeni neema ya kuwa na moyo wa Jehova. Nasema kwa ibada ya leo katika jina la Jehova, pokeeni neema na watu waliojawa moyo wa Jehova ndani yao jioni ya leo. Tabia za fitina hazimo ndani yao, tabia za chuki hazimo ndani yao, tabia za mapigano hazimo ndani yao. Ni watu waliojawa roho wa Jehova. Pokeeni nguvu za Roho wa Baba akae ndani yenu jioni ya leo. Sipokee neema ya kuwa na roho wa Jehova. Haleluya! Kwa watu wanaotamani kukumbukwa na Jehova, hata katika kushauriwa kwao kuna siku watakumbukwa. Maana katika mstari wa 40 chapter 40 verse 1 anasema hivi, ikawa mwisho wa miaka miwili mizima, Farao akaota ndoto, na tazama, amesimama
kando ya mto. Unaposoma hiyo mstari ya pili, mstari wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, unaziona habari za kuota ndoto. Na hapo ndipo nataka tuangalie tulipomaliza ujumbe wa jana, halafu tupike ujumbe wa leo, ya kwamba baada ya yule kumaliza miaka miwili ndani ya gereza, baada ya Yusufu kuwa gerezani miaka miwili, umepotea kibali yanayoonekana mazito kwako, nasema leo yameondoka. Umepokea neema ya kusonga mbele. Haleluya! Katika mstari wa 9 wa kitabu kile cha Mwanzo 41, basi mkuu wa uendeshaji akamwambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Farao akasema, basi kilicho chepesi, kilicho cha maana, kuanzia sasa hivi mleteni huyo kijana hapa. Nasema watu watasema uletwe, hakuna atakayepinga wewe kuleta, lazima utafika hapa. Watu watasema mleteni huyo, toeni yeye gerezani. Nikasema jana, mapigo ulionayo yamefika mwisho, umezunguka hapo, umetosha. Leo unatoka mahali hapo, usiendee baraka zako. Nasema unatoka hapo kwende ushindi wako. Nasema unatoka hapo kwende hatima yako. Leo utaitwa mahali ulikofungiwa. Nasema unaitwa leo, toka mahali hapo, kuja kwa ujasiri. Minyororo ya gereza inakatika leo. Nasema kwa jina la Yesu, minyororo ya gereza inakatika leo. Kwa jina la Jehova, vifungo vya adui inakatika leo. Kwa jina la Jehova. Haleluya! Inaonekana umerezani na umesaulika, lakini leo unatoka gerezani. Inaonekana vifungo vipigi juu yako. Nasema vifungo leo vinakatika. Roho za vifungo zinaondoka. Bwana anafungua malango yako. Tokea leo unabarikiwa. Tokea leo unainuliwa. Tokea leo unajenga. Tokea leo unaona shamba lako. Tokea leo unapata ajira. Unaona shamba lako. Unajenga nyumba yako. Unajenga gari lako. Tokea leo. Tokea laana hizo. Bwana yuko pamoja na wewe. Jehova yuko pamoja na wewe. Wakasema katika mstari wa 14, maandiko yanasema, ndipo Farao akapeleka watu akamwita Yusufu akamlete upesi kutoka gerezani. Akanyosha, akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Wakasema itendeke kwa upesi mno, ya kwamba isitendeke kwa upole. Hatutaki mambo ya upole tena. Mwezi wa 12 vitu vikutendekee kwa haraka kabisa. Mwezi wa 12 vitu vibadilike kwa haraka sana. Pokea nguo mpya, pokea baraka za Jehova. Mwezi wa 12 vitu vianze kunyooka. Hatua ya chini kwenda hatua ya juu, vitu vianze kunyooka kwenda chini kabisa. Pokea baraka zako. Watoto wako leo hawatakuangukia tena. Chini sasa, pokea baraka zako. Nasema kuanzia sasa inatendeka kwa haraka, tena kwa upesi. Umekumbuka, Bwana amekumbuka maisha yako. Umekumbuka na Jehova, Bwana amekumbuka jamii yako. Kwa jina la Yesu. Haleluya! Mstari wa 29, maandiko yanasema hivi, tazama miaka 7 ya shibe na miaka 7 ya njaa katika nchi ya Misri. Tafsiri ya ile ndoto ndefu aliyokuwa ameota Farao, ambaye aliangaisha wasomi, waganga na wakuu wote katika nchi ya Misri. Tafsiri ile ilikuwa ni ndogo sana, na alipofika tu pale mtumishi wa Mungu Yusufu na akakanyaga katika yale mazingara
na akasimama katika yale maeneo, akaambiwa, wewe unaambiwa ya kwamba unaweza tafsiri ndoto. Akasema, si mimi, ni Jehova atakaye tafsiri ndoto hii, sio mimi nitakayezungumza, ni Baba atakayezungumza katika ndoto yako. Basi eleza ndoto ulionayo. Farao akaeleza ndoto yake yote, na kijana akamwambia, hiyo ndoto nyepesi sana. Kuna nyakati za shida miaka 7 na kuna nyakati za njaa miaka 7. Basi miaka 14 imekwisha. Hivyo ndivyo ndoto ilivyo. Bwana akupe neema ya kuweza kufanya mambo kwa wepesi. Kama unaweza tafsiri iliyoshinda waganga, Bwana akupe neema ukatafsiri. Iliyoshinda wasomi, Bwana akupe neema ukatafsiri. Kama ni mambo machache, miaka 7 ya njaa na miaka 7 ya shida, katika jina la Jehova unapokea mamlaka, katika jina la Jehova. Farao akasema, kuanzia leo mtu atanena lolote ambaye Yusufu ajiongea, mtu atanena lolote ambaye Yusufu atanena. Katika ibada ya leo watu wote wanyamaze, akashinda utakapoongea. Nasema kwa jina la Yesu, mapepo yanyamaze, akashinda utakapoongea. Maana kuna jambo lolote litakalofanyika pasipo tamko lako. Kijana wakasema, ndio huyu sasa. Bwana alitaka huyu. Nasema kwa ibada ya leo, ni udhaifu ulionao wewe, ndio chombo Bwana akitumia. Nisema dharau yao, wewe ndio chombo Bwana akitumia. Nisema neno lao, wewe ndio chombo Bwana akitumia. Nasema leo na wewe, pokea neema ya Daudi. Mungu na Jehova hataki kusahau jamii. Bwana yuko na wewe, anakumbuka maisha yako. Hata jamii ikikutenda, Bwana yuko na wewe, anakumbuka maisha yako. Nasema utakumbuka na Jehova katika ibada ya leo. Mungu na Baba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jana unakoelekea, jana ni ushuhuda wa kesho. Ikiwa jana walikudharau, kuna siku watakusalimia kwa heshima. Unapopita mbele yao, usiangalie mambo ya jana, tazamia mambo yaliyo mbele yako. Usiangalie yaliyokupata jana, tazama mbele. Bwana anafungua malango, unasonga vizuri. Nasema katika ibada ya leo, mwezi wa 12, malango ya baraka zangu Bwana fungua kwa jina la Yesu. Fungulia malango yangu, Mungu wezaye. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tumalize ujumbe huu. Tutasoma mistari ile, bali tutaujenga, alafu tutauendeleza kesho. Kitabu kile cha Samueli